Karibu katika TRA na mlipa kodi wiki hii, ambapo tunakuletea mukhtasari wa matukio muhimu yaliyofanywa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Machi mwaka 2026. Katika wiki hii TRA imeendelea kuonesha dhamira yake ya dhati katika kusimamia ukusanyaji wa mapato ya serikali, kuimarisha ushirikiano na walipa kodi pamoja na kuboresha huduma kwa wananchi. Kama wasemavyo wahenga, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na kwa ushirikiano kati ya TRA na walipa kodi, taifa limeendelea kusonga mbele katika safari ya maendeleo. Mnamo Machi 6, 2026, Kamishna Mkuu wa TRA Bwana Yusuf Juma Mwenda alishiriki na kuzindua jukwaa la wanawake na kodi, akihimiza umuhimu wa jukwaa hilo katika kuwawezesha wanawake wafanyabiashara kote nchini. Kamishna Mkuu alisisitiza kuwa wanawake wana mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa na kwamba elimu ya kodi itawasaidia kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi. Uzinduzi huo pia umefanyika sambamba na kuelekea kilele cha maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani inayoadhimishwa kila tarehe 8 ya mwezi Machi duniani kote. Bila kusahau kuwa mnamo Machi 2, 2026, Kamishna Mkuu wa TRA Bwana Yusuf Juma Mwenda alikutana na kufanya mazungumzo na mkurugenzi wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Profesa Abel Makubi, aliyeambatana na viongozi wa hospitali hiyo. Katika mazungumzo hayo, Kamishna Mkuu Mwenda alionyesha nia ya wazi ya TRA kuchangia katika mfuko wa matibabu wa hospitali hiyo, ambapo mchango huo utasaidia kugharamia matibabu ya wagonjwa 100 wanaotarajiwa kupandikiziwa figo na uloto, wengi wao wakiwa watoto wanaosumbuliwa na ugonjwa wa selimundu. Hatua hii inaonyesha namna kodi inavyogusa maisha ya wananchi moja kwa moja, kwani wahenga walisema matendo mema hayaozi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa hospitali ya Benjamin Mkapa, Profesa Abel Makubi, ameipongeza TRA kwa kuwa karibu na wananchi na kuwafanya waone kuwa kulipa kodi ni wajibu wao wa hiari. Amesema hali hiyo imechangia kuongezeka kwa makusanyo ya kodi yanayosaidia serikali kuendeleza kutekeleza huduma muhimu za kijamii. TRA imeendelea kutoa salamu na ujumbe wa pongezi kwa wanawake kuelekea kilele cha Siku ya Wanawake Duniani inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 8 Machi. Kwa mwaka huu 2026, maadhimisho hayo nchini Tanzania yanaongozwa na kauli mbiu isemayo haki na usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi kufikia dira 2050. Hakika mwanamke ni nguzo ya malezi katika jamii. Endapo atawezeshwa, jamii inayo nafasi kubwa ya kunufaika na malezi yake. Tarehe 8 Machi kwetu sisi TRA, wanawake walipendeza kwa vazi zuri la kitenge kilichopambwa kwa nakshi ya rangi za njano, nyeupe na nyeusi, ikiwa ni ishara ya furaha kuhitimisha maadhimisho ya Siku ya Wanawake Duniani. Kutoka Mara mpaka Geita, Geita mpaka Rukwa, Rukwa mpaka Lindi na mwishowe Dar es Salaam, kulikofanyika shughuli ya kuhitimisha maadhimisho hayo pale Mlimani City. Kwa kweli walipendeza mno. Ilikuwa ni siku ya furaha na kufanya matendo ya kijamii. Kodi yetu, maendeleo yetu.